Serikali tumeshajenga kule choo, tayari tumeshapeleka maji na umeme kwa ajili ya mahitaji na matumizi mbalimbali. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati sana tena kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake kwetu sisi Bukoba, kwa kuhakikisha anatupigania miradi mikubwa sana ya kimkakati hii minne ambayo nimeitaja, lakini na mingine mingi ikiwemo barabara ya njia 4 inayotokea roundabout ya Rwamishenye mpaka roundabout ya stendi inajengwa, lakini stendi ya mjini kati inaendelea na ujenzi, na miradi mingine ya hospitali, ya kwenye afya, kwenye elimu, kwenye maji, yote inaendelea vema. Na mimi kwa nafasi yangu kama mbunge naendelea kumwakilisha vema yeye katika kuleta mambo ambayo wananchi wamenituma kwake kwenda kuyaomba. Lakini namba 2, napenda sana kuishukuru serikali ya ngazi ya mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Bi Hajat Fatuma Mwasa, serikali ngazi ya wilaya chini ya mkuu wa wilaya kaka yangu Erasto Sima, lakini pia upande wa chama mzee wetu mzee Nazili Karamagi kwenye ngazi ya mkoa pamoja na chama mkoa, lakini pia chama wilaya chini ya mzee wetu mzee Mgajizi Zachwa, lakini kwa baraza la madiwani chini ya kaka yangu Godson Regasera Gibson, lakini na mkurugenzi, kwa ushirikiano ambao sote kwa pamoja tunaupata na tunautoa ili kuhakikisha miradi hii mikubwa ya kimkakati inaenda. Lakini shukrani nyingine nizitoe kwa wafanyabiashara wa soko kuu Bukoba. Safari hii kwa sababu tumekuwa tuna mashirikiano, tumekuwa tuna mazungumzo, tumekuwa tuna lugha ambazo zinaridhisha na kuhakikishia usalama wao, wote wako tayari kupisha mradi wa soko ili uweze kujengwa na ukamilika kwa wakati. Wanachokiomba mimi kama mwakilishi wao nimeshakifikisha serikalini, na mimi pia naendelea kusimamia kwa nafasi yangu pale ninapoweza kwamba watoke kwa wakati na warudi kwa wakati. Kwa mfano, kwa sababu tenda inaisha tarehe 28, mimi nimeiomba serikali kama hakuna ulazimu wa kuwatoa wote kabla ya tarehe 28 mwezi wa 3, basi waendelee kutoka taratibu, kwa sababu hata sisi serikali ndio tunakamilisha miundombinu. Na muda ukifika na wahakikishia serikali kwamba hakuna mtu atakatalia sokoni, kwa sababu tayari tumeshayazungumza hayo na wote wako tayari kwa ajili ya ujenzi wa soko letu. Lakini pia shukrani za mwisho sio kwa umuhimu, lakini kwa kuzitoa nizitoe kwa wanabukoba wote kwa ujumla, kwa utayari wao wa kupokea miradi hii ya maendeleo, kwa utayari wao wa kutoa ushirikiano, na nawaomba waendelee kutoa ushirikiano huo ili tuendelee kuijenga Bukoba ambayo kwa muda mrefu sana tulitamani ije, na sisi ambao tuko madarakani tumefanikisha ili ambayo linafanyika kwa sasa. Waandishi wa habari, ninawashukuru kwa kuwa mmekuwa nasi bega kwa bega kuhabarisha habari njema na chanya, kuhakikisha kwamba hamchochei magomvi na mifarakano baina yetu, na wala ambao wanadhani wakifanya hivyo watafanikiwa, tuwaombe tu wasiende kwenye utaratibu huo, kwa sababu sio huruka yetu na haitatufanikishia mambo yetu ya Bukoba mjini. Kwa ujumla, pengine sijataja kila mtu, lakini nipende kutoa shukrani zangu za dhati kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kwamba Bukoba mmeniheshimisha kwa kipindi hiki. Chama kimeniheshimisha, serikali imeniheshimisha, na mimi inaniwekea mazingira mazuri ya kuweza kueleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika miaka 5, na inshallah kwa sababu mwaka huu ni wa uchaguzi, Mwenyezi Mungu akinijalia nikawa na uhai na afya na kibali, mimi nitaingia kwenye ulingo tena, pengine nitakuwa na mambo mengi ya kuwaeleza wana Bukoba ili nipate nafasi ya kuendelea kuwatumikia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naam.